kwa sababu nyinyi ndio macho, ndio masikio, ndio pua, ndio mdomo wa sekta ya biashara ya ndani na nje. Si rahisi kwa Mtanzania wa kawaida kujua fursa za kibiashara ambazo zipo ndani ya nchi, ukanda wa Afrika Mashariki, SADC, COMESA, lakini nje ya Afrika. Lakini nyinyi mmepewa dhamana hiyo kwa niaba ya Watanzania milioni 66. Wafanyabiashara hata wakiwa wakubwa vipi, jukumu la kufanya utafiti, intelijensia ya masoko na biashara, bado sheria imekasimu kwenu TanTrade. Hata kama wana fedha kiasi gani, lakini sheria bado imewapa nyinyi dhamana ya kufanya hayo kwa niaba ya Watanzania wote, ili tukuze biashara zetu. Na katika muktadha huo, mimi naomba nitoe rai kwenu kwamba hatutaweza kufikia malengo kama TanTrade haitatimiza jukumu lake kikamilifu, yenyewe pamoja na taasisi nyingine ambazo zinahusika moja kwa moja katika swala zima la uzalishaji wa bidhaa na utoaji wa huduma. Lakini mna jukumu la kuishauri serikali katika kuboresha sera na usimamizi wa sera, usimamizi wa sheria na kanuni zake za biashara, katika kuweka mazingira rafiki kwa ajili ya kuweka bidhaa zetu na huduma zetu zinazozalishwa nchini kufikia masoko ya ndani, kikanda na kimataifa. Nyinyi mnazunguka duniani, mnajua, mna wataalamu ambao wanasoma maandiko mbalimbali, na sasa hivi kila siku watu wana publish new articles kwenye journals, na tuna access sasa hivi ya kusoma nini ambacho kinaendelea duniani. Ni kiasi gani tunaboresha maarifa yetu katika kutambua na kushauri mbinu bora za kutatua changamoto ambazo zinakwamisha maendeleo yetu kibiashara ndani ya Tanzania, ili tutoe ushauri bora kwa serikali yetu, lakini pia tuwe walimu wazuri kwa wafanyabiashara wa Kitanzania, hasa wafanyabiashara wakubwa, wakati na wadogo. Natoa rai kuhamasisha sekta binafsi kuwekeza na kushauri kuhusu utaalamu wa uendelezaji na usimamizi wa miundombinu mbalimbali ambayo itaongeza tija kwenye biashara wa Tanzania, na hasa kwenye mazao ya kilimo, kwa sababu kuna kitu kinaitwa post harvest loss, kwamba upotevu wa mazao baada ya mavuno ni mkubwa, na hiyo inaathiri sana mapato ya wakulima wetu. Lakini kwa kuwa hawana uwezo mkubwa wa kuhifadhi bidhaa zao, kwa hiyo matokeo yake wanalazimika kuuza na principle ile ile tu ya supply and demand. Kukiwa na vitu vingi wakati wa mavuno, bei inafanya nini? Inaposhuka hailingani na pato ambalo huyu mkulima aliwekeza kwenye uzalishaji. Kwa hiyo bei anayopata hai reflect jasho alilowekeza kwenye uzalishaji. Kwa hiyo matokeo yake anarudi square one. Hili tumsaidie, ni lazima sekta binafsi ishiriki kwenye swala zima la weka miundombinu ya uhifadhi, warehousing facilities, katika maeneo mbalimbali. Lakini ni vyema tukasaidia kukuza swala zima la miundombinu ya maonyesho. Tuna vitu vingi ambavyo Watanzania hawajui kwamba vinazalishwa ndani ya nchi yetu. Tuna viwanda vingi ambavyo vinazalisha sana bidhaa mbalimbali ambazo Watanzania hawajui kwamba zinazalishwa ndani ya nchi yetu. Kwa hiyo ni matumaini yangu kwamba Made in Tanzania brand itaenda kuwasaidia Watanzania kuona na kujua bidhaa ambazo zinazalishwa ndani. Na ni matamanio na matarajio yangu kwamba Watanzania watatanguliza mbele uzalendo wa kununua chao. Tumeweza kuunganisha jumla ya makampuni 1065 za Kitanzania na masoko ya nje, kujenga uwezo kupitia programu za mafunzo kwa vijana na wanawake 1445
ili waweze kuendesha biashara kwa ushindani. Vile vile kupitia matukio ya kukuza biashara tuna uratibu, tulifanikiwa kupata mikataba 36 yenye thamani ya Tanzania shilingi trilioni 17.35 kupitia maonyesho ya Expo 2020 Dubai, mikataba 8 thamani ya Tanzania shilingi bilioni 38 kupitia Expo iliyomalizika karibuni ya Osaka, Japan, na mikataba 10 yenye thamani ya Tanzania shilingi bilioni 176 ilisainiwa katika kipindi cha maonyesho ya biashara ya kimataifa yaliyomalizika mwaka jana, maonyesho 49. Mikataba hii ilifikiwa katika sekta mbalimbali ikiwemo bandari, miundombinu, teknolojia, afya, madini, bidhaa za kilimo na viwanda, tehama na nishati. Mheshimiwa Naibu Waziri, hii inaonyesha jinsi gani TanTrade kama ni daraja la kuunganisha sekta zote za biashara hapa nchini. Kwa hiyo kwa upana wa jukumu letu TanTrade ni daraja. Kwa hiyo tunaunganisha sekta zote. Aidha, katika kuimarisha mazingira ya biashara nchini, tulifanya utafiti wa hali ya biashara nchini kwa lengo la kupata uelewa wa masuala muhimu na changamoto zinazowakabili wafanyabiashara. Utafiti huu ulihusisha jumla ya biashara 334 kutoka mikoa 7 ya Tanzania bara na Zanzibar, na matokeo yake yameendelea kutuongoza katika kuboresha huduma zetu na kuweka mikakati sahihi ya kuendeleza biashara. Kadhalika, katika kutangamanisha shughuli za biashara na uchumi katika kipindi cha miaka mitano, tuliwezesha upatikanaji wa ajira za muda mfupi 86,547. Tuliendesha huduma za kliniki za biashara zinazoratibiwa mahsusi kutatua changamoto zinazowakabili wafanyabiashara kwa kuwapatia ushauri wa moja kwa moja, kufafanua taratibu za biashara na kuwasaidia kupata ufumbuzi wa haraka kwa masuala yanayochelewesha uendeshaji wa shughuli zao. Kupitia hilo tuliweza kuwafikia wafanyabiashara 7,602 katika mikoa mbalimbali ikiwemo Geita, Dodoma, Dar es Salaam na Zanzibar. Mheshimiwa Naibu Waziri, tumeweza kufanikisha uanzishwaji wa nembo muhimu ya kitaifa ambayo inaitwa Rajamu kwa lugha ya kamusi ya Kiswahili, Made in Tanzania brand, itakayokuwa ikitumika kutambulisha na kuongeza ushindani wa bidhaa na huduma za Tanzania. Kwa kweli tumechelewa, lakini tumeshafanikisha. Nchi nyingi zina made in nchi yao, kama jirani zetu utaona made in wapi. Kwa hiyo hii ni muhimu sana kwa sasa Tanzania, kwa kuwa tumekuwa bidhaa zetu mara nyingi zinavuka mipaka na kubadilishwa majina na kupata urithi na ile originality inapotea. Kupitia mafanikio hayo yote, TanTrade imeweza kuchangia katika kuongeza pato la taifa, kupunguza gharama za uendeshaji kwa wafanyabiashara, kuongeza ufanisi kwa wazalishaji na watoa huduma, kufungua fursa za biashara, kuongeza ajira na kukuza ushirikiano wa masoko ya kikanda, EAC, SADC na SCFTA. Vile vile programu za ukuzaji wa biashara tunazozitekeleza zimeendelea kuwa daraja muhimu la kukuza diplomasia ya uchumi kati ya Tanzania na nchi mbalimbali kwa kuunganisha biashara.